talk about the ministry. Niwaeleze Mungu alituambia kanini. To tell you what God told us. Na nini Mungu anafikiria juu yetu. And what God thinks about us. Hallelujah. Amen. Wiki hili, this week, nilikutanana na ndoto. I met a dream. Na katika ndoto, and in the dream, niliona kama vile mimi naanza kufiance mama yenu. I saw like I was trying to call your mother. To fiance. Or to be her fiancé. Na katika processes, and through the process, kulikuwa watu ambao wako wanazuia. There were some people who were trying to be obstacles. Familia ilikataa. The family refused. Warafiki walikuwa wanafuatilia. The friends were just backbiting or going, trying to see what's going on. Tusikubali, tusioane. So that they will never get married. Muda kidogo katika ndoto, after some time through the dream, nikakutana tena mdogo yangu mwananifuata Jacques. I met my young brother Jackie. Naye pia alikuwa ana fiancé mfie mwingine. And he was trying also to be a fiancé to another girl. Na huyo fie naye pia wazazi na marafiki walikuwa wanaleta vizuizi. And also that girl, the family, mother, father, they were trying to bring obstacles. Na nikapata opportunity ya kukutanana na ule dada. And I got an opportunity to meet that girl. Nikamwambia huyu dada. And I told that girl. Ya kwamba maisha ya unyumba, that marriage, ni maisha ya mtu binafsi kujitoa. Is a personal matter that you have to give yourself. You have to do anything for yourself because it's about your own life. Right. Ni maisha yako peke yako. It's about your own life. Kila kitu utakachokipitia, rafiki, baba, mama hawatakuwepo. That anything you will pass through, your parents, your friends, they will not be there. Ni kwamba ni maisha yako binafsi. It's your life, your personal life. Inabidi wewe mwenyewe uwe determined. You have to be determined, you yourself. Kupendana na ule kijana. In loving that man or that person you choose. Katika ndoto nilimzungumzia mambo mengi. Through the dream, I talked to her different things. Baada ya hapo, and after that, ndoto ikaisha. Mwisho wa ndoto, at the end of the dream, nikasikia sauti inaniambia hivi. I had a voice telling me that hii ndio maisha mko mnayapitia katika. This is the life you're passing through. Katika huduma. Through ministries. Lakini pamoja na ile, but together with that, mkisikiliza sauti yangu, if you hear my voice, Mungu, God, mwenyewe atasimama. Himself will stand. Yeye mwenyewe atajidhihirisha. He will glorify Himself. Na atatuonesha njia. And He will show us the direction. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio ndoto nilikutana nayo. That's the dream I made. Asubuhi ya leo ninataka nikujulishe. This morning I want to inform you that huduma ambayo iko ndani yetu, the ministry inside us. Mungu alituambia nini? What did God tell us? Na nini ndio tunaenda kufanya? And what are we about to do? Yale Mungu alituambia, those that God told us. Kwanza Mungu kwenye tunajenga kiini. Firstly, where we are building our foundation. Ndani ya kitabu cha Warumi sura 13. Book of Romans chapter 13. Mstari wa 11 hadi 14. Verse 11 to 14. Tusome katika jina la Yesu. Let's read in the name of Jesus. Naam. Tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku unaendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na tuzivae silaha za nuru.
kama ilivyohusia na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali vaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Romans 13:11-14, it says, and do this, knowing that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is fast spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in the revelry and drunkenness, not in licentiousness and lewdness, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Amen. Amen. Wakati tunaoishi, the times we are living, Biblia neno la Mungu linataka kutuambia kwamba ni nyakati za mwisho. The word of God tries to tell us that they are the last days. Neno la Mungu liko linatujulisha nyakati. The word of the Lord is trying to inform us about the last days. Tuko katika nyakati za usiku. We are about the last days. Tuko msaa za usiku. We are about the night times. Wakati usiku unataka kukucha. The times when the night is about to. Kama tunasema tuko wakati wa usiku, when we say that it's night time, ni wakati dunia yote iko ndani ya obscurity. It's when the whole world is wako ndani ya giza. It's when the whole world is in the darkness. Hawajui namna gani utakapopambazuka. They don't know how it's gonna be in the morning, or how the light is gonna come. Amen. Amen. Watu wote wako ndani ya confusion. All the people are under confusion. Watu wote wanapolala hawajui yatakayokuwa hapo kesho. Many people, when they lay down or when they sleep, they don't know what's going to happen tomorrow. Lakini neno la Mungu limetuambia ya kwamba, but the word of the Lord has told us that kama usiku unaendelea, when the night continues, na asubuhi inakaribia, and the morning is about. Kwa sababu gani? For what reason? Wokovu wetu ni karibu. Our salvation is nearer. Kuliko wakati tulipoamini. Other than the days we believed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Muda wetu wa kuokoka ni karibu kuliko nyakati zote tulivyoamini. Our times to get saved is nearer than the times we believed. Ndio maana Biblia inakuambia uamke. That's why the Bible is telling you to wake up. Simama. Arise. Fanyia Mungu kazi. Do God's work. Kwa sababu usiku, because the night unaendelea, is continuing, na mchana unakaribia, and the day is about. Sikiliza nikwambie vile tuko hapa. Listen as I tell you. Hivi tuko hapa, kila mtu analalaka mpozisio zake. As we are here, everyone sleeps in his or her own position. Jana nilikuwa nafuata information. Tomorrow I was trying to follow some information. Nyumba ya Kinshasa ililungula, nyumba ya basoda. In Kinshasa there was a house that burned. Ya ba police. It was a police house. Base, a police house. Ilungua. It burnt down. Na wakati watu walikimbia, and when the people ran, sababu ilikuwa katikati ya usiku, because it was in the middle of the night, kila mtu alikimbia kama vile alikuwa analala. Everyone ran just the way he was sleeping. Walienda jikuta nje vile walilala. They found themselves the way they were asleep.
watu wenye walikuja kuangalia, the people who came to look at ndio them, walisaidia wamoja kuwapa ones who vitu tried to wajifunike, kwa help sababu some. walikimbia katika hali wako uchi. They're the ones who tried to help some and others had dream when they were uncovered. So those people who came to Ndio help maana us, Biblia, neno la Mungu inatuambia that's why the word of the Lord tells us usiku unaendelea, the darkness continues, or the night amuka continues. katika usingizi, Wake up from the sleep, usije ukaamuke katika hali ya haya, so that you don't wake up in a shameless way. wokovu utakapowajia wengine, When the salvation comes to others, usije ukapata haya. so that you don't feel ashamed. Kwa hiyo ninakuambia ya That's kwamba why I'm telling you that hii ndio message Mungu alituambia this twende is the tuambie message watu. that God told us to go and tell others. Kuambia dunia To tell the world ya kwamba usiku unaendelea that the night continues, na asubuhi inakaribia. and the day is about. Watoke katika usingizi, Let them wake up from their maana sleep, wokovu wa Bwana ni because karibu. God's salvation is nearer. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hii ndio muda wako na mimi. This is my time, your time, Kila mtu kusimama. for everyone to rise up. Biblia inatuambia ya kwamba tusienende kama watu wa giza, The Bible has told us to not continue like the people of darkness, lakini tutembee kama watu wa mchana, but to walk like the people of the light, with the people of the day, tukiyavua matendo yote ya giza, as we try to avoid the things of darkness or the works of darkness, tukivaa silaha za nuru, as we put on the arm of light, ili kwamba tuangazie dunia, so that we can light the world, dunia ipate kumwelewa Mungu so that aliye ndani yetu. the world can get to understand the God in us. Badada zangu na kaka zangu, My brothers and sisters, nataka niwaambie ya I kwamba want to tell you that shetani hapendi tutumie kile ambacho kiko ndani yetu. Satan or the devil doesn't want to use everything in us. Tangu zamani kila jambo ambalo linasemeka juu ya ufalme wa Mungu, dunia From haiyalikubaliana. the beginning, everyone that talks about God, the world doesn't agree with it. Amen. Amen. Adamu alikuwa katika shamba la Eden Adam was in the Garden of Eden kwa njia za Mungu. in the godly ways. Shetani akaja akamtosha katika njia za Mungu. Satan came and perceived him. Amen. Amen. Ibrahim anaitwa na Mungu. Ibrahim was called with God. Wakati anaenda kwa ndugu zake kuambia Mungu ameniita. When he went to his brethren to tell them that God Kumbuka has wao called him. walikuwa wachawi. Remember, in the household of Ibrahim, they were wicked, Wiche. or they were witches. Hallelujah. Amen. Na kama walikuwa wachawi, And if they were witches, wakamwambia ule Mungu ambaye anakuita tena naye ni nani? they asked him that God who has called you, who is he? Ukisoma kwanza neno la Mungu mzuri, If you read well the words of God, kwanza usiku kabla Ibrahimu hajatoka, that the night before Ibrahim left, alienda kwanza akabomoa madhabahu yote ya mizimu ya ndugu zake na baba yake. he went and destroyed all the altars of his dad, his brothers, his family. Ndipo akasimama yeye na mke wake wakaenda. And he stood with his wife and went. Wakisha kuvunja agano zote zilizokuwepo. After they broke all the things that were there. Ndio maana Biblia inatuambia ya kwamba That's why the Bible tells us that. Kama ilivyo husika kwa watu wa mchana, tuenende kwa adabu. Just the same way it came to the people of the light, let's walk in the light also. Inabidi tuwajulishe watu ambao wako wanatembea katika giza ya kwamba sisi ni nuru, na waone ile nuru ambayo iko natembea ndani yetu. We need to inform all those who are walking through darkness, to inform them so that they can leave the darkness they are walking through, and we show them the light. Kumbuka tunaishi katika imani. Remember, we are living with faith. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Without faith we cannot please God. Wakati wengine wanasema utakufa, atakufa, wewe unasema nitaishi. While others say that you shall die, for you have to say that I will live.
Kwa sababu neno la Mungu linatuambia ya kwamba kuishi na kufa kuko juu ya ulimi wetu. Because the word of the Lord tells us that living and dying is upon our tongues. Wakati watu wako wanaogopa COVID-19, as people are afraid of COVID, wewe unajua ya kwamba aliyeumba dunia iko juu ya COVID-19. So you know that the creator of the heavens and the earth is above. Hallelujah. Amen. Ule Mungu ambaye iko na maisha yetu katika vitanga vya mikono yake. That God who holds our lives into his hands. Na hakuna mtu atakaye kufa kwa siku yenye Mungu hakumwandikia. There is no one who shall die on the day that God never written for him. Kwa sababu Biblia, neno la Mungu linatuambia because the Bible, Mungu anajua hesabu za nywele zenye ziko kwa vichwa vyetu. God knows the number of the hair we have on our heads. Na lumoja lukikatika, Mungu anajua kama lulikatika. And if any hair breaks, God knows that breaks. Lakini wewe nikikuuliza wakati ulichanua nywele ngapi zilikatika, sijui kama unaweza. If I ask you when you were combing your hair, if I ask you the number of the hair that broke, you cannot tell me because you don't know. Sasa ikiwa huwezi kujua nywele zako ngapi zilikatika, kwa nini basi unaogopa? So if you cannot know the number of the hair that you broke when you were combing, why should you be afraid? Na unamwamini yule ambaye yeye anajua kama nywele ngapi zilianguka kwa kichwa chako. Yet you say that you believe in the God who knows the number of the hair that broke from your head. Amka katika usingizi. Wake up from sleep. Kristo akuangazie. Jesus to light you. Jua makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Know the attentions of God. Jua njia za Mungu juu ya maisha yako. Jua makusudi ya Mungu kukuleta katika mlima wa Evi. Know the intentions of God to bring you into the mountains of Ovid. Tembea katika wile ya Mungu. Walk through the will of God. Kwa sababu Mungu atakuprotect. Because God will protect you. Ndio maana Daudi anasema hivi. That's why David says that sitaogopa. I shall not fear. Sina boga yoyote. I have no fear. Hata kama kungeinuka. Even if they would rise. Kama unasoma Zaburi ya 19 nafikiri. If you read Psalm 60, sikumbuke mstari, inasema sitaogopa mishale inayoruka usiku ama mchana. There is a verse that says that I shall not fear anything that rises in the night or the day. Kwa sababu mishale 1000 itaanguka mkono wa kushoto na 100 itaanguka mkono wa kuume na hakuna itakayonizuru. Because 100 sticks will fall on the left and 100 shall fall on the right. Na hakuna yenye itanizuru. And there is nothing that shall hinder. So hatuwezi kuogopa. So we don't have to fear. Kwa sababu Mungu ndiye anatuprotect. Because it's God who protects us. Maisha yangu na maisha yako yako mikono ya Mungu. My life and your life and in the hands of God. Hallelujah. Amen. Unless kama tuko waasi mbele za Mungu. Only if we are sinners before God. Kumbuka wakati tunaasi mbele za Mungu. Remember whenever we sin before God. Mungu anaachiliaka vitu vingi vitupate. God lets many things to face us. Anaweza kuachilia magonjwa itupate. He can let diseases to attack us. Anaweza kuachilia vita vikue. He can let battles to happen. Anaweza kuachilia umaskini uwakumbe. He can let poverty to attack you. Lakini pamoja na haya yote Mungu hana kusudi mbaya juu ya mwanadamu. Through all that, God doesn't have any bad intention. Kitu ambacho Mungu anataka ni kucorrect ili kwamba urudie katika mapenzi ya Mungu. All that God needs is to correct you so that you can come back into his presence. Lakini shida tuko nayo kwa sababu tuko usingizi. But the problem we have is because we are asleep. Hatujue mapenzi ya Mungu ni nini. We don't know what the love of God is. Kwa sababu hatuelewe neno la Mungu. Because we don't understand the word. Hatuelewe njia za Mungu. We don't understand the ways of God. Hatuelewe wakati gani Mungu anasema na sisi. We don't understand the time God speaks with us. Hatuelewe Mungu anatubeba wapi. We don't understand where God is trying to take us. That is why. That's the reason why. Tuko na problem. We have a problem. Alafu kila mtu akija anasema vyake unamfuata. So if anyone comes and talks his things, you just follow. Kumbuka ndani ya Yohana sura 10 mstari wa 10. Remember in John 10:10. Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema. God says that he is a good shepherd. Anajua kondoo zake. He knows his sheep.
Na kondoo nazo zinamjua. And his sheep knows him. Zinajua sauti yake. They know his voice. Hata mtu mwingine akiita haziwezi kwenda kwenye Even hiko. if any other person tries to cause, they cannot go there. Lakini sisi kondoo za Mungu, but we, the sheep of God, hatujue sauti ya Mungu we wetu. don't know the voice of our God. Ndio maana kila mwenye anaita tunaenda. That's why anyone who calls, we just Kila follow. mwenye anasema tunasikia. Anyone who talks, we just Ninakusihi listen. sana mchana And I leo. just want to ask Amuka you, katika wake usingizi. up from sleep. Amuka katika Wake up usingizi. from sleep. Vaa silaha za nuru. Put on the arm of light. Angazia ulimwengu. Light the world. Angazia kwa masomo kwenye huko. Light in the schools. Angazia mkazi kwenye Light huko. in the jobs. Wamjue Mungu ambaye anayeishi ndani So yako. that they can know the living God in you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hii ndio kusudi la Mungu kukuleta hapa wewe. This is the intention of God. Kwa hiyo usisikie maneno ya watu. So that you don't listen to Kwa what hiyo people, usifuate vile ambavyo wako so wanaelewa. that you don't follow what they're trying Lakini to wewe understand. kaa But for you to kama sit, tulivyokuwa tunafundishana. just as we're trying to teach Pata ourselves, muda wako wa utulivu pamoja na take your Mungu. time with God. Usikilize Your own time with anasema God. nini. To listen to what He's trying to speak to Anakutuma you, nini? what He's trying to send you, Anasema nini juu ya Oviki? what He's trying to talk about, Anasema nini juu ya what maisha He's yako? trying to say about your Anasema life, nini juu ya what He's familia trying to yako? say about your family, Anasema nini juu ya what kazi He's trying yako? to say about your Anasema job, nini juu ya what He's masomo trying to yako? say about your Pata school. muda pamoja na Mungu. Get time with God, Muda wako wa utulivu. your own time with God. Mueleze Mungu. Speak to Him. Yale mahali ambako unashindwa, mwambie Bwana, nishike mkono hapa, siwezi. Show Him where you fail so that He can hold your hand. Watu wanapoleta maneno ya kukuogopesha, muite Mungu, mwambie Bwana, uniwezeshe. When people try to bring words that discourage you, call upon God so that He can hold on with you, so that He can help you. Tumuvae Kristo. Wear God, put on God. Haleluya. Amen. Tusifate mambo ya mwili. Don't follow the things of Tusifate the vile flesh. dunia inasema. Don't follow what the world Lakini says. tumuulize Mungu But ask God, anasema nini what is He kwa trying to wakati say? unaofanana hivi. When in these times, Wakati dunia yote imetahayaruki, when the whole world has wanaogopa. fall apart, they're afraid. Mungu anasema nini? What does God say, or what is He trying to say? Amen. Amen. Kwa sababu uogope, usiogope, utakufa. Because if you fear or if you don't fear, you shall die. Lakini nataka nikuambie katika kufa, But I want to tell you that through death, sitakufa siku yenyewe haiko siku that yangu. I shall not die the day which isn't mine. Ndio maana Daudi anasema hivi, That's why David says nijapopita katika bonde la uvuli ya mauti, that when I pass through the shadows of death, sitaogopa, I shall not fear, maana Bwana yuko upande because wangu. God is with me. Haleluya. Amen. Mtumishi wa Mungu Isaya naye anasema hivi, The man of God Isaiah says ya kwamba tujapopita katika maji ya kukarikisha, that even if we pass through the waters or the rivers, maji haitatukarikisha. the water shall not take us. Hata tungelipita katika moto, Even if we may pass through fires, moto haitatuunguza. we shall not be burnt with that fire. Kwa ajili ya hiyo tusiogope, watoto wangu. So for the reason we don't have to Tunaye fear or to Mungu be aliye scared. juu. We have the Lord in heaven. Tunaye Mungu aliye juu. We have the Lord who is in heaven. Tunaye Mungu aliye juu. We have the Lord in Ambia heaven. mwenzako tuna Mungu aliye juu. Tell Tuna your Mungu brethren aliye or your juu. neighbor, tell Mwambie him you tuna have the Mungu Lord aliye in juu. heaven. Tuna Mungu aliye juu. Ambaye anakesha juu yetu Kesho One who usiku na sleeps, mchana, the one who never sleeps, tena natuwazia the mema. one who thinks good Maana about yeye the ni next. Baba, Because he is the na Father. hakuna baba anayetakia mtoto wake There mabaya. is no father who wishes Kila bad things upon his mzazi child. anatakia mtoto wake mema. Every parent likes Mungu good ni things. baba yetu. God is our Father. Ndani ya familia ya baba yetu Into the hawezi family of our akatutakie fathers. tuwe vibaya, We cannot wish hawezi bad. akatutakie mabaya. We cannot wish bad C'est things pourquoi upon us. tusiogope. So we don't have to Mungu fear. yuko upande wetu. God is upon us. God is on our Hallelujah. side. Haleluya. Amen. Yeye ni baba. He is our Father. Ninakusihi usiogope. I ask you to not fear. Mtumainie Don't Mungu. fear. Just trust in God. Just
Usitembee kama mtu wa giza. Don't walk like a person. Tia kando matendo ya mwili. Tia kando matendo ya mwili. Just do the righteousness of, just do the things which are right, or do everything in a righteousness way. Vaa silaha za nuru. Put on the arm of light. Ukayache matendo ya giza. And go far away from the things of darkness. Kama vile Biblia neno la Mungu imetuambia. Just as the word has told us. Tusienende kwa ulafi. Tusienende kwa ulafi. We should not walk we should not walk in the ways which are not righteous. Tusitembee katika ulevi. We should not walk in the drunkenness ways. Kwa njia za ufisadi ama usherati. In the ways of lust. Kwa ugomvi na wivu. Ugomvi. Magombano, fighting. Tusigombane sisi kwa sisi. Fighting and jealous. Amen. Hiyo tubitupe mbali. Let's cast away all. Na tujiulize Mungu anataka tufanye. Let's ask ourselves what God wants us to do. Tukisimama imara. As we stand straight. Tukijua kutambua kitu kizuri na kitu kibaya. As we know to differentiate about goods and bads. Kwa sababu mtu ambaye ameamka ndiye anajua kutofautisha. Because the person who is awake is the person who can differentiate between. Lakini mtu ambaye analala hawezi kujua kutofautisha. Someone who is asleep can never differentiate between good and bad. Amen. 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 Mtu mwanalala hawezi jua kama anaweza. Sasa unalala unaweza kujifunika, lakini unaweza kulamuka blanketi ulishaitupa kule na hujui kama hukujifunika tena. Someone who is asleep, you can cover yourself, but when you wake up you find your blanket aside. And pale tu ndio tena utakamata tena blanketi ujifunike. That's when you shall get again your blanket and put it back. Ndio maana inabidi tutembee. That's why we need to walk. Hali tumeamka. When we are awake. Hallelujah. Amen. Mungu God anataka tusimame. Wants us to stand. Maana usiku unaendelea. Because the night continues. Na asubuhi inakaribia. And the morning is about. Kila mtu asimame kwa zamu yake. Everyone stand on in your own position. Ukijua ya kwamba wokovu wetu ni karibu kuliko wakati tulipoanza. As you know, our salvation is nearer than when we first began. Uifanyizie kazi. Uifanyizie kazi wito ambao uko ndani mwako. Work for that calling that is inside you. Hallelujah. Amen. Na Mungu wa mbinguni atatuongoza. God shall lead us. Hapa ndipo tunajenga msingi. That's where we're building our foundation. Tukijua ya kwamba usiku unakaribia, unaendelea. Knowing that the night continues. Na mchana unakaribia. And the light is about. Kwa hiyo tujivike silaha zote za Mungu. So let's put on the armor of God. Ili kwamba so that tusitembee kama watu wa giza. We should not walk like the people of darkness. Lakini tutembee kama watu wa mchana. But to walk with the people of light. Hali tumevua matendo yote ya giza na tunavaa matendo ya nuru. Because we've taken off all the ways of the darkness and we've put on the ways of the light. Na kila mtu atakayetuona, and when everyone looks at us, ataamini ya kwamba tuko watoto wa Mungu. He shall believe or know that we are the children of God. Ataamini ya kwamba Mungu anaishi ndani yetu. He shall get to know that God lives in us. Hallelujah. Amen. Mungu awabariki. God bless you. Ili katika zama